Dr. Mshinda Msola ni mkuu wa idara ya kilimo wa kampuni ya mbolea ya Minjingu. Leo tuko hapa Njombe kushiriki mkutano wa chama cha ushirika mkoa wa Njombe. Hawa ni wadau muhimu kwa sababu ushirika ndio wakulima. Kwa hiyo tumeamua tuje ili tutoe elimu, na taarifa ni jambo jema. Sio kila mkulima anajua tuna mbolea kiasi gani. Kwa lengo la kuja hapa ni kuja kuelimisha hawa viongozi wa ushirika wa mkoa wa Njombe kwamba tuna mbolea za namna gani, zenye ufanisi upi na kwa mazao yepi. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba mbolea hizi za kampuni ya mbolea Minjingu ni mbolea ambazo zinakuja kujibu mapungufu ya afya ya udongo kwenye maeneo yetu ambayo yako tofauti. Lakini la kwanza muhimu zaidi ambayo ni mwaelezo wakulima hapa ni kwamba Minjingu tuna mbolea ya kwanza ambayo ni mbolea ya asili kwa 100%, ambayo ndio ile pale kwenye mfukule wa kwanza. Kwa hiyo mbolea hii ni mbolea ya asili kwa 100%, ni kwa sababu imetengenezwa na maozea ya viumbe hai. Kwa hiyo ina sifa za mbolea zote za asili. Moja, inahifadhi unyevu. La pili, inafanya ardhi ya mkulima endelee kuwa hai. La tatu, inatumika kwa kipindi kirefu na mmea. Lakini la nne, inaongeza utifutifu wa ardhi. Maana yake mizizi itakuwa na nafasi kubwa zaidi. Lakini tofauti ya mbolea ya asili nyingine kama samadi na mbolea hiyo ya Minjingu ni kwamba kwenye mbolea hii ya asili ya Minjingu ulichokiweka unakijua. Umeweka mbolea ya asili ndiyo, lakini ina 28% ya madini ya kupandia, ina 36% ya madini ya kunenepesha na 2.5% madini ya magnesium. Sasa kama ilivyo ile ni mbolea nzuri, lakini sio mbolea nzuri sana kwenye mazao ya muda mfupi, kwa sababu mimea inahitaji virutubisho zaidi ya vile vitatu. Lakini la pili inatoa virutubisho polepole. Kwa hiyo hii sasa hivi tunatoa elimu kwa wakulima wote wa mazao ya muda mrefu. Kwa mfano, una shamba lako la chai, una shamba lako la parachichi, una shamba lako la kahawa, una shamba lako la migomba na miti yote, mimea yote ambayo ni ya muda mrefu, basi tunamwambia aanze kuitumia ile. Sasa kwa sababu ya mapungufu yale ya kuwa na virutubisho vichache, kampuni sasa imezalisha mbolea aina nyingine ambazo ni kama zifuatazo. Tuna mbolea ya kwanza kabisa kwa mazao yote mazao ya nafaka. Hii inaitwa nafaka au dapu iliyoboreshwa. Tofauti na mbolea hii ya dapu ambayo wakulima wamezoea, ambayo ina virutubisho viwili, hii hapa punje moja ina virutubisho 8. Kwa hiyo tunapendekeza sana wakulima watumie mbolea hii kwa sababu moja, ina uwiano wa virutubisho, ina virutubisho 8. Ina maana mmea inapa mmea lishe kamili, na ukiwa na mmea kwa lishe kamili unasaidia hata kupunguza udumavu kwa watoto. Kuna sababu ya kutumia unga wa lishe kama utumia mbolea za namna hii, kwa sababu atapata vile virutubisho kwa njia ya asili. Kwa hiyo hii mbolea ipo kwa ajili ya mazao ya nafaka na mazao ya mikunde. Na kwa jambo zuri kwa mwaka huu, serikali imeweka kiwango kikubwa cha pesa kwenye mbolea hii. Mbolea hii kwa sasa kitaifa haizidi shilingi 54 kwa mfuko wa kilo 50. Ukifananisha na mbolea za kutoka nje, kwa hiyo hii iko chini kwa kati ya 32 na 22 kwa bei za mbolea ya kupandia. Sasa mbolea ya kukuzia, sisi kama kampuni tunawapa mbolea wakulima, hii inaitwa Can Plus. Hatumshawishi sana mkulima atumie mbolea za urea. Kwa kawaida wakulima wengi wanatumia DAP, anatumia urea, anatumia Can Plus. Sasa sisi kama kampuni tumekuja kuleta mbolea ambazo zinampunguzia mkulima gharama ya uzalishaji. Anatumia mifuko 2 kwenye ekari moja baada ya mifuko 3. Kwa hiyo akishapandia ile pale, anakuja na kuzia hii mbolea ya Can Plus. Hapa tulichofanya tumeboresha mbolea hii. Tumeacha 27% madini yale ya kukuzia, lakini pia tumemwekea 10% ya madini ya kupandia kwenye mbolea ya kukuzia. Kwa nini tumefanya vile? Ni kwa sababu kati ya vile virutubisho vya mmea 12, cha kwanza muhimu ni kirutubisho cha kupandia. Tunataka tuwe ule wingi wake uwe pale muda wote. Na mbolea hii na yenyewe serikali imeshusha bei. Sasa hivi shilingi 52 kwa hapa Njombe. Ukifananisha na urea iko 75, ukifananisha na kani ya kawaida iko 62. Kwa hiyo ina nafuu kubwa.
Baada ya hapo sasa tumetengeneza mbolea nyingine kwa kushirikiana na taasisi za utafiti za mazao husika. Tuna mbolea hii hapa ya pamba ambayo tumezalisha kwa pamoja na taasisi ya utafiti ya Ukiriguru, TARI Ukiriguru, kwa ajili mahususi kwa ajili ya zao la pamba. Ule ukanda wa Ziwa, wakulima waliotumia mbolea hii, mifuko miwili ya kupandia na moja ya kukuzia, wameweza kuongeza uzalishaji mara 10 kilo za pamba kutoka wastani wa kilo 250 mpaka 300 mpaka kilo 2800. Kwa hiyo ni hatua kubwa, itamsaidia mkulima kuongeza kipato na kuwa na maisha bora zaidi. Mbolea ya pili ambayo tumezalisha kutokana na ile ya kwanza ni mbolea ya kahawa. Mbolea ya kahawa vile vile tumetengeneza na taasisi ya utafiti wa kahawa Moshi TAKRI, na hii wakulima waliotumia wamefurahishwa sana na uzaaji. Kwa hiyo ni mbolea ambayo ipo bei yake ya ruzuku ipo. Mbolea ya tatu ni mbolea kwa ajili ya zao la chai. Tumetengeneza mbolea ya chai kwa kushirikiana na taasisi ya utafiti wa chai Mufindi au TRIT. Kwa hiyo ni mbolea ambayo inafaa, unaweza kutumia mifuko 8 mpaka 9 kwenye hekta moja, ambayo ni kama gramu 300 kwa mti mmoja kwa ekari. Na mbolea zote hizi tumefanya kazi pamoja na taasisi ya utafiti. Lakini mbolea hapa ambazo hazipo ni mbili. Tuna mbolea pia kwa ajili ya tumbaku, ipo na iko ndani ya ruzuku. Na mbolea ya mwisho ambayo ndio toleo letu jipya, tumetengeneza mbolea ya kukuzia SCA mpya. Wakulima wanatumia sana SCA mikoa nyanda za juu kusini, lakini wakulima wote wanalalamika ukitumia SCA mwaka wa kwanza, mwaka wa pili shamba linashuka kiwango cha uzalishaji. Na kinachoshusha kiwango cha uzalishaji ni wingi wa madini ya sulfa. Kwa sisi kama kampuni ya mbolea Minjingu tumetengeneza SCA mpya ambayo punje moja ina virutubisho 4. Ina 21% madini yale ya kukuzia, lakini yale madini ya sulfa ambayo ndio yanakuja kuchosha ardhi, kule kwenye SCA ya kawaida kuna 24%. Sisi kwenye SCA ya kwetu tuna 12%. Lakini pia ndani ya punje ile moja tumeongeza tena 10% madini ya kupandia na 15% madini ya kunenepesha. Kwa hiyo punje moja ya SCA ya kwetu tuliyotengeneza inakuwa na virutubisho 4. Na yenyewe imefanywa utafiti na TARI Uyole. Matokeo walioyaona ni kama ifuatavyo. Kwenye ngano na mahindi unaongeza uzalishaji kwa tani 1 kwa hekta, kwa eka. Kwa hiyo iko vizuri na iko salama. Kwa hiyo ndio lengo kubwa la kuja kuelimisha. Sasa tutafanyeje zaidi nje ya mkutano huu? Tunatengeneza mpango kazi na chama cha ushirika mkoa wa Njombe, namna ya kuelimisha wakulima kwa kuwa na demo nyingi vijijini ili waweze kujifunza. Asanteni sana. Kiwanda kiko Arusha, kiko katikati ya Babati na Manyara, lakini namna ya kuwafikia wakulima karibu kuna namna 3. Ya kwanza ni kuwa na kiwanda kidogo huku, lakini la pili ni kuwa na maghala karibu na wakulima. Tuna ghala kwa mkoa wa Njombe kwa mfano. Tuna ghala hapa Njombe, tuna ghala Mlangali, tuna ghala Makambako. Kwa hiyo huo ni ukaribu wa zaidi, lakini nje ya maghala tunao mawakala karibu 50 kwenye mkoa huu ambao wanakuja kuchukua mbolea kwenye ile maghala 3 na kwenda kuwauzia wakulima kule karibu na walipo. Kwa hiyo haya ndio tunayoyafanya.